Safari hii kitu fulani kilikuwa kimebadilika ndani ya mioyo ya watu wa Mbwewe. Ile huzuni ya miaka mingi ilikuwa imegeuka kuwa hasira ya kimya kimya. Juma Pesa alipowasili na magari yake ya kampeni, hakujua kuwa mchezo wake wa miaka 20 ulikuwa umefika kikomo. Alisimama jukwani akicheka na kujiamini. Nileteni yule mzee Bakari, mzee wangu. Nimemletea zawadi yake. Lakini mzee Bakari hakutokea. Badala yake, kijana mmoja aliyeitwa Suleiman, ambaye alikuwa amepoteza fursa ya kusoma kwa sababu ya umaskini wa kijiji hicho, alipanda jukwani. Alikuwa ameshika ile kofia ya zamani iliyopauka na tishati iliyojaa matundu. Mheshimiwa, Suleiman alianza, sauti yake ikitetemeka kwa hisia. Kwa miaka 15 umetupa kofia za kufunika upara wetu, lakini hukujenga paa la zahanati. Umetunywesha pombe ili tusahau kiu ya maji safi. Umetupa tisheti ili tufiche migongo yetu iliyopinda kwa kazi ngumu, lakini hukutujengea barabara ya kufikisha mazao yetu sokoni. Juma Pesa alijaribu kumkatisha kwa kicheko cha dharau. Kijana, wewe ni mdogo sana kuelewa siasa. Walinzi, mtoe huyu hapa. Lakini walinzi walipopiga hatua, umati mzima wa wananchi, wanawake kwa wanaume, ulipiga hatua moja mbele. Palikuwa na ukimya mzito wa kutisha. Juma Pesa aliona kwa mara ya kwanza hofu machoni mwa watu wake. Chukua kofia zako, chukua pombe zako na chukua pesa zako, alipaza sauti Mama Maria, akitupa lile tambara la tisheti miguuni mwa Juma Pesa. Hatuuzi tena utu wetu kwa bei ya mboga. Mmoja baada ya mwingine, wanakijiji walianza kuvua zile tisheti mpya na kuziweka chini. Walikataa kupokea zile noti za 5,500. Juma Pesa alibaki amesimama peke yake juu ya gari lake la kifahari, akizungukwa na utajiri wake katikati ya watu waliowadhulumu. Ondoka! Walipiga kelele kwa pamoja. Nenda mjini kwako kwenye lami na maji ya chupa. Hapa Mbwewe tunachagua kiongozi anayetembea nasi, si anayetukanyaga kuelekea Ikulu. Siku ya uchaguzi, Juma Pesa alipata kura 3 tu, yake mwenyewe, ya dereva wake na ya mpishi wake. Aliondoka kijijini hapo kwa kasi, akitimua vumbi ambalo safari hii ilionekana kama ishara ya kufutika kwa utawala wake wa kidhalimu. Wanakijiji walimchagua mmoja wao, mwalimu wa kijiji aliyekuwa akijitolea kufundisha chini ya mwembe. Hakukuwa na sherehe za pombe wala kofia za bure. Lakini miezi 3 baadaye, malori ya simenti yalifika, si kwa hisani ya mbunge, bali kwa nguvu ya wananchi walioamua kudai haki yao. Mzee Bakari akiwa ameketi mlangoni kwake, alitabasamu, ingawa macho yake yalikuwa yamefifia. Alisikia sauti ya vijana wakichimba msingi wa zahanati ya kwanza ya Mbwewe. Mjukuu wangu, alisema kwa sauti ya chini, leo ndio tumeanza kuvaa vazi la kweli la maendeleo. Vazi lisilochanika na kofia isiyopauka. Utu wetu. Ujumbe wa mwisho. Umaskini hautakiwi kuwa kigezo cha kuuza haki yako. Nguvu ya mwananchi haipo kwenye kura anayoipiga tu, bali kwenye ujasiri wa kukataa hongo inayomfanya abaki mtumwa wa kudumu. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Inatufundisha kuwa uongozi ni kujitoa kwa wananchi waliokuchagua, sio vinginevyo, kwa maana madaraka ni kama koti la kuwazima, siku mwenye nalo akilichukua utabaki unalia tu. Mtunzi na msimulizi, naitwa Wazir Isa.